Twende tukazungumze hatua za mwamko wa kiroho, stages of spiritual awakening, na kwa nini unapoeleza watu wengine kuhusiana na yale ambayo umeyapitia, na hasa kutambua kama umekuwa kwenye mahusiano na narcissist, watu wengine hawakuelewi. Sasa tuanze na hii. Kwa nini watu wengine hawakuelewi unapoongea kwa habari ya swala la narcissism? Umekuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye ni narcissist, mnyanyasaji, unawashirikisha watu wako wa karibu, alafu unaona ni kama unampigia mbuzi gitaa, wanasema they don't understand you. Kwa nini hawakuelewi? Hawakuelewi kwa sababu kwa sehemu kubwa hata wale ambao unawashirikisha na wenyewe wapo katika tatizo, ni sehemu ya tatizo. Kwa hiyo hawezi kuongea lugha ya wewe, lugha ambayo wewe itakuweka huru, hawawezi kuielewa kwa sababu na wao wananufaika na wewe. Sehemu kubwa ya watu ambao unawashirikisha, changamoto yako, na hasa baada ya kufunguka macho yako ukajua kwamba umekuwa katika mahusiano na mtu ambaye ni narcissist, ni watu ambao nao ni sehemu ya tatizo. Na ndipo hapa tuje kwenye hatua za awakening, spiritual awakening. Kitendo cha kufahamu haiba ya narcissism na hasa upande wa kiroho kama tatizo la kiroho ni swala la mwamko, kwa sababu kwa muda mrefu ulikuwa umezungukwa na watu wa aina hiyo, lakini hukuwa unajua. Ina maana roho yako ilikuwa imelala. Sasa roho yako inapoamka, unaanza kuwaona watu katika sura yao halisi. Unapokuwa katika usingizi, unakuwa unakubaliana na vinyago ambavyo watu wanavivaa kufunika sura zao halisi, ambazo ziko kinyume chako, ni maadui zako. Hawakupendi, hawafurahii mafanikio yako, lakini kwa sababu wananufaika na nguvu yako, kuna muda wanavaa vinyago ili kukufubaza wewe kwa title ya aina ya mahusiano na ukaribu ulionao na hao watu, ili usishtuke. Lakini roho yako inapoamka, spiritual awakening, unaanza kuona sura za watu zilivyo kwa uhalisia wake. Unaanza kuona nyuma ya pazia, unaanza kuona vinyago walivyovivaa vinaanguka, unaona kwa uhalisia. Kwa hiyo kumtambua narcissist, huo ni mwamko wa kiroho. Lakini katika kuamka kiroho kuna stages. Mara nyingi roho yako ilikuwa inataka kuamka, lakini wakati wako wa kuamka ulikuwa haujafika. Na hili ni swala la neema tu, kwamba yeye alikufanya uwepo, chanzo cha ulimwengu wote, ama Mungu ametaka uamke, anakuruhusu uamke kwa sababu ameona utakuwa tayari kubeba ukweli utakaokabiliana nao. Wakati ambao unaona hujaamka, ina maana bado nafsi yako haijawa tayari kukabiliana na ukweli ambao utauona. Kwa hiyo kunakuwa na stages. Ni sawa sawa na mtu ambaye amelala usiku. Kuna wakati mtu anaweza kawa anaamka katikati ya usiku, alafu unaamka lakini bado unakuwa katika usingizi. Unaamka unaona kama unaangaza maluelue, unarudi kwenye usingizi. Kwa mara nyingi ulikuwa unaamka, unaona kuna vitu, unaona kama hii mbona hakiko sawa, mbona hapa kuna shida, lakini unarudi katika usingizi. Lakini unarudi katika usingizi. Upo kwenye mtu ambaye anakunyanyasa na kuumiza, lakini inafika unaona, lakini bado hujawa tayari kukubaliana ukweli kama ulivyo, kwamba ni huyu mtu ambaye mimi namuona kama mtu wangu wa karibu, lakini kiuhalisia sivyo ilivyo. Kwa hiyo unarudi katika usingizi. This happened. Nakumbuka mwaka 2021 nilishtuka. Nilishtuka kabisa. Kinyago cha mtu nilikuwa naye katika mahusiano kilianguka. Niseme aliamua kukivua. Nafikiri alikuwa pia anapima maji. Ilikuwa ni wakati pia kama wa kunidiscard. Of course, kuanzia kipindi hicho alinitupa. Mpoka kwenye mahusiano lakini there is no relationship. Discard, inaitwa discard, phase of discard. Nasi anaweza kukutupa kwa kukutupia vilago kabisa na kufukuza, au akakutupa kihisia. Kwa hiyo ina maana
utaishi ukiwa kama mtu ambaye ametupwa katikati ya mahusiano mpaka pale wewe mwenyewe utakapoamua kuondoka. Na atafanya hivyo endapo kama yeye akikufukuza au akiamua avuruge akaachana na wewe moja kwa moja, itamharibia sifa nzuri, kwa sababu yeye anachotafuta kuonekana vizuri kwa watu. Kwa hiyo atatengeneza mazingira, kama kutoka itamchafua yeye, atakuumiza wewe na atakutupa mpaka wewe mwenyewe ufanye maamuzi ya kutoka. So nilivyoshtuka upo kwenye mahusiano mpaka mtu anakuwa wazi nakwambia huyu ndio yule mtu ambaye wewe hukuwa unamjua. Maana kinyago tayari kiko chini, yani ameonyesha ile sura yake halisi. Kwa na mimi kweli nilishtuka. Mpaka nikaanza kusema, mpaka kuna wakati tulikuwa naye kwenye mahusiano narcissist. Namwambia, mbona kama uko upande wa adui zangu? Sasa mimi nilikuwa najua, roho yangu ilikuwa inajua kuna maadui ambao napigana nao, ambao wanapambana mimi, wanazuia mafanikio yangu, wanazuia kuwa vile ninavyotakiwa kuwa, maadui wa kiroho, lakini pia maadui kibinadamu. Wako watu ambao walikuwa najua kabisa hawanipendi, I knew. Na watu wengine walikuwa ni watu wa karibu. Sasa wao sikuwa na shida hata nikipewa taarifa kwamba labda amenisema hivi au ameongea maneno fulani ambao nikiangalia nguvu yake imebeba nishati mbaya kinyume changu, is okay. Lakini sikuwa naamini kama mtu anayemuita mpenzi anaweza kawa adui. I never believed that. So lakini nilikuwa nikishtuka, naona kabisa, nasema mbona kama uko upande wa adui, mbona unakuwa kama adui, mbona unakuwa na sifa kama za kishetani. Ukisoma kwenye dini, kwa mfano kwenye Biblia na maandiko mengine, namtaja shetani kama mshtaki, mhukumu, ambaye anafurahia kuona wengine wakiumia, na ni kama mtu wa kutegesha mitego. Mbona kama you are not on my side? Kwa nilikuwa ninaamka lakini ninarudi katika usingizi. Kwa nini? Kwa sababu kama wakati ule ukweli huu ungekuwa wazi mbele yangu at that time, kwa mwaka huo sikuwa nimejiandaa vya kutosha. Ina maana ukweli ule ungeweza kuletea madhara makubwa sana. Na kuna watu wengi ambao baada ya kupata mwamko hawakuweza kuhandle. Yaani walishtuka, wakaona ukweli uhalisia, wakashindwa kuubeba ule uhalisia. Na wengine wakaishia kuchanganyikiwa, wengine wakaamua hata kupotea kabisa, mtu amepotea, ama mwingine amejidhuru, kwa sababu ule ukweli unakuwa ni mzito. Wewe maisha yako yote, kitu ambacho umekiamini 100% kwamba kiko hivi na umekipa thamani na uzito, kina uzito mkubwa kwenye moyo wako, alafu unapogundua ya kwamba ni kinyume kabisa na ulichokuwa unaona na kujua, is painful, inaumiza. Kwa hiyo mwamko kunakuwa na hizo stages, lakini kuna wakati ambako inakuwa ni real awakening. Yaani inatokea, huwezi kudeny, huwezi kupinga. Ni pale ambako umeshapata elimu, umejielimisha. Kwa sababu kuanzia mwaka ule nilikuwa najua narcissism kama jambo la kisaikolojia na nini. Kuanzia mwaka uliofuata sasa nikaanza kuhusianisha moja kwa moja narcissism na swala la kiroho, kwamba sio jambo tu la kwamba huyu mtu ana madhaifu fulani alafu adui zangu ni wa kiroho, kuna shetani mbaya alafu kuna huyu mtu anayetumiwa na shetani. No. Hawa watu hawako tofauti. Yaani huyu mtu yeye amechagua kuwa adui, ni adui yako. Yaani yeye hakupendi, yeye hakufurahi. Yaani yeye ndio shetani mwenyewe ambaye atahakikisha kwamba hupati mafanikio, atahakikisha kwamba huishi maisha ya furaha, atahakikisha kwamba unaharibikiwa, atahakikisha kwamba yale yaliyokusudiwa kuwa nayo kuyapata kwa wakati wa kuwepo kwako katika hii dunia huyapati. Kwa hiyo he or she the real enemy. Sielewi uko naye kwa ukaribu gani, anaweza kawa okay kwenye ndoa kabisa ama mapenzi tu na kadhalika. So awakening kubwa ya kwanza ni pale unapomgundua mtu uliye naye kwenye mahusiano kwamba ni narcissist ama boss, whatever. Mwamko wa kwanza, mara nyingi mwamko wa kwanza unaweza ukachukua sura yoyote, yani unaona mambo nyuma ya pazia. Kwa inawezekana ikawa katika eneo lolote, lakini kwa wengi unakuta labda kwa wale ambao wako kwenye mahusiano ni pale unaposhtuka na kugundua kwamba uliye naye kwenye mahusiano ni narcissist. Alafu bila shaka, pasipo shaka, unajua kwamba ni nguvu inayofanya kazi kwa kushirikiana na huyu mtu kinyume chako. Ni watu ambao hawako kwa ajili ya manufaa yako, wako kwa ajili ya kukufyonza.
Sasa that's number one. Unaanza kuwa confused, ndio hapo sasa unaanza kuongea na watu wengine wa karibu yako, sababu umeshtuka sana, unadhani ni wewe tu na huyo, unaanza kuongea na watu wa karibu na nini. Jambo la kushangaza sasa, stage ya pili ya second awakening ndio itakuwa inashangaza zaidi. Ni pale ambako unaanza kufungua macho yako zaidi, unagundua kwamba sio tu huyo mtu uliye naye, hata kuna watu wengi. Unaangalia marafiki zako sasa, unaona most of your friends they are not real friends, the same kind of people. Watu aina ile ile, sehemu kubwa ya marafiki zako hawakuwa marafiki, walikuwa ni kundi hilo hilo. Unaangalia kwenye familia, sehemu kubwa uliokuwa unaita familia yenu, ukoo wako, watu wako karibu, the family the same. Unashtuka, unaangalia kazi, unagundua kuna bosi wako fulani wewe ulidhani tu akupendi kawaida, migogoro ya kawaida, unakuja kugundua kumbe naye ni narcissist. Kwa mara nyingi huwa inashtua sana. Unaanza kugundua kwamba narcissism ni nguvu inayofanya kazi katika mifumo. Mimi nilipotoka katika mahusiano, nilitoka katika ugumu sana, sikuwa na mahali pa kwenda. Yaani sehemu nilipokuepo na katika mahusiano ndio nilikuwa nimeinvest kwamba this is me. Kwa hiyo ilipofika mahali naondoka, imani ilibidi niondoke, niache kila kitu, to leave everything na kuanza sifuri. Kwa kuna mahali fulani, kwa sababu ilikuwa ni haraka, nikapata kachumba tu fulani ambako yani akakuwa kwenye area nzuri. So kwa sababu kalikuwa kamejificha joto na nini, ilibidi niende dukani kununua feni kwa ajili ya kutokana na mazingira ya kile chumba, kilikuwa joto sana. Sasa nikashangaa, yule mtu niliyekutana naye the first day ambayo ndio naenda hiyo sehemu ambayo naenda kujihifadhi, yani nipate utulivu wa kujua wote naachukua hatua gani sasa, kwa sababu nimeshaona uhalisia na ukweli ulivyo, na nipo kwenye hatari, kwa sababu madhara ya kimwili yalishakuwa dhahiri, na nikawa nishaona vile ambavyo mbele yangu hakukuwa na heri. So this was my saving, ndio kwa ndo ukombozi wangu. Kwa hiyo nikashangaa, niko dukani, nashangaa yule mtu wa dukani anaanza kukujibu, yani unaona kabisa sio yeye. Ile nguvu ile sasa ilikuwa imekasirika kwamba ni kama wamefeli, hawajafanikiwa kutimiza, kwa sababu kilichotakiwa kifanyike ni mimi nibaki kwenye usingizi milele, na mbele yake ulikuwa limeandaliwa tukio la kuniaibisha kabisa, kwa maana ya kwamba kunishusha katika kiwango ambacho siwezi kuinuka kabisa. So the way niweza kujiondoa, ile nguvu ikaendelea inafanya kazi. Utajua hiyo ndo second awakening. Unashangaa kuona sio tu huyu uliyekuwa naye kwenye mahusiano, unashangaa kumbe ile nguvu inafanya kazi na watu wengi, wengine hata wapita njia tu. Unaenda pale, unashangaa mtu anaanza kukutukana, anaanza kukulaani pasipo sababu, anafanya tu jambo la kukomoa. Ni ile nguvu inafanya kazi. Alafu kama nilivyoeleza kwamba hili jambo ni kila mtu kwa wakati wake. Kwa kuna wakati unapotambua ukweli unatamani kumweleza kila mtu. Kuna baadhi ya watu wako wa karibu unaona kabisa yule ana moyo fulani mzuri, alafu aliyenaye kwenye mahusiano anamuona kabisa, hapo macho yako yamefunguka, unawaona na narcissistic people unawajua. Kwa hiyo unaanza kumshawishi huyu mtu, unampigia simu, unaanza kumpa maelezo, unaanza kutoa semina kama ni ndugu zako, watu wako karibu. Angalia kwenye labda anakushirikisha labda na yeye changamoto zake, unamwambia wewe uliye naye ni narcissist, unatakiwa upate msaada na kitu kama hivyo. Jambo la kushangaza, huyo mtu unayemwambia atakushangaa au atakuitikia tu, alafu baadaye wewe ndio utageuka kuonekana kuwa ni adui na mchonganishi, au ni mtu ambaye unataka kuvuruga mahusiano yake. Hii imetokea watu wengi sana. Unataka kumsaidia mtu, alafu at the end of the day anakuja na kugeuka, ingawa kweli yupo kwenye mahusiano ya manyanyaso na mateso na yuko na narcissist, lakini kwa sababu wakati wake hujafika wa kutambua, hata ukimwambia hawezi kukuelewa. Jambo ambalo unaweza kulifanya, kama kuna mtu kweli umehisi kwamba huyu ana moyo mzuri na amezungukwa na watu ambao ni narcissistic, unatamani ajue, unachoweza kufanya ni kushare naye tu, kama kuna content moja ambao kuna ujumbe unasema kwamba huyu akisikia labda unaweza kumfaa, alafu ukishare naye usitake majibu, yani usingojee ukadhani atakujibu positively, otherwise zip up. Kama umeelewa, move on with your life. Umegundua ukweli ni kwa ajili yako, kukuweka wewe huru. Kila mtu atamka kwa wakati wake, na pale ambako wewe utaianza safari yako ya kukua,
ya kupona, ya kurejesha nguvu yako, utaanza kusaidia watu, na wale watu ambao wako tayari kusaidika. Sio kila mtu yuko tayari kusaidika, sio kila mtu yuko tayari kukubaliana na ukweli. Ni wakati, ni swala la wakati kulingana na nafsi ya mtu ilipofikia na utayari. Na hilo jambo wewe huwezi kuliathiri. Wakati wa mtu kuamka na kujitambua, wakati wa mtu kuwa na utayari wa kupokea ukweli, it's none of your business, short like that. Umeelewa? Yaani haikuhusu wewe. Wewe unatakiwa ufanye safari yako. Fanya safari yako. Na ukweli kuna mafanikio makubwa kama ukianza safari ya uponyaji, ukijitenga na watu ambao ni wafyonza nguvu, utaanza kuona afya yako inarejea, utaanza kuona vipawa vyako vinarejea, hali yako ya kujiamini inaongezeka, utaanza kuona unaanza kupata matokeo makubwa. Kwa nini? Kwa sababu nishati yako ndio yenye kuleta matokeo. Ulipokuwa unakaa na watu wanaifyonza nishati yako, kwa hiyo huwezi kuona matokeo. Ukuwa unaweza kuona au usingeweza kuona matokeo ambayo ungeyataka, kwa sababu nguvu yako imetawanyika, inafyonzwa. Kwa kuna watu wengine wananufaika na wewe, na ndio maana ujiulize kwa nini walikuwa wana stick na wewe. They don't love you but they stick with you. Si unaelewa? Yaani unaona kabisa wale rafiki zako, unaona kabisa hawana yale mapenzi ya dhati. Unaona kabisa wanawakwao marafiki hasa. Yaani wewe ni kama wanakuja na kuondoka, kuna matukio fulani, kuna kitu fulani, unahisi kabisa kuna kitu kiko sawa. Jiulize kwa nini basi still walikuwa na stick na wewe, wanakung'ang'ania wewe. Kwa sababu ulikuwa na nishati fulani ya muhimu sana ambayo ilikuwa inawapa faraja, inawapoza, inawapa wao kushamiri. Kwa hiyo unapojiondoa katika mazingira, unarejesha nguvu yako, na ndio mwanzo wa mafanikio yako. Mwanzo wa kuwa mtu yule unatakiwa kuwa. Lakini kumbuka pia hata wao wenyewe ukishaamka, unavyoanza kuwaona kwa uhalisia, utaona wao wenyewe pia hata kabla hujajiondoa wataanza kukutenga wao wenyewe, kwa sababu tayari umeanza kuona ukweli na uhalisia. Lakini yote hiyo ina manufaa makubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu wale watu hawapaswi kunufaika na mafanikio halisi ya kwako. Huo ndio ukweli. Kuna watu ambao hawapasi kuwa sehemu ya mafanikio yako. Kwa hiyo unapofika wakati wako wa kupelekwa kwenye kuwa yule mtu unayetakiwa kuwa na kuyapata mafanikio yako halisi, kila mtu ambaye hastahili kupata ataondolewa. Ina maana watu ambao hawakupendi, hawakukubali, hawakufurahii, wanafurahia kushindwa kwako, wataondolewa. Wewe usingewajua. Ina maana Mungu angeruhusu mafanikio yako ukiwa nao watu, ungenufaisha watu ambao hawastahili kunufaika na wewe. So everything, kila kitu kimeratibiwa, kila kitu kimepangiliwa. Hakuna kinachotokea kwa bahati mbaya. Safari yako ya kiroho, your spiritual journey, safari yako ya kiroho imepangiliwa. Kwa hiyo unachopaswa wewe ni kuamini, ni kutrust, ni kufuata maongozi kutoka ndani yako ya intuition. Unapata ishara mbalimbali kutoka kwenye ulimwengu unaokuzunguka. You see, follow the sign. Fuata ishara, fuata ile sauti ya ndani inayokuongoza. Usiogope, don't fear, kwa sababu hatima yako, yaani kitendo cha hizo dalili ulizoziona zilizotokea kupoteza watu, ni ishara kwamba unaenda kuwa mtu bora zaidi kwenye maisha yako. You are going to become the better version of yourself. Mara zote niko hapa kama unahitaji kufanya session kwa ajili ya ushauri, upo kwenye stage ambayo you are confused, ungetamani kupata mwongozo, unaweza kubook session na mimi. Au kama unataka kuanza safari yako ya uponyaji, ya kuponya majeraha ya ndani na ultimately itaathiri sehemu kubwa ya maisha yako, kurejesha nguvu yako, ni cheki pia. Kila mwezi nafanya program ya uponyaji. Lakini pia nimeandika kitabu kutoka uwanja wa mapambano. Hiki kitakusaidia katika kutambua saikolojia yako ya ndani, majeraha ya ndani, kumjua nafsi mtu namna gani, kuponya majeraha yako na kuanza safari ya kuupata au kujenga utambulisho wako. Asante kwa support yako, asante kwa kuwa hapa. I am the son of Zwangendaba, mwongozaji wa uponyaji wa ndani.